nikasema kwa protocol lazima kwanza niwasiliane na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata husika, na kwa bahati nzuri ni rafiki yangu Peter Mang'ati. Nikaambia bwana, nimepata mwaliko wa ndugu yangu anafanya uzinduzi huku nikijua kwamba yuko safari, lakini nikamuomba idhini niingie kwenye kata yake kisiasa, lazima tufanye hivyo. Kwa hiyo yeye akamtuma mwakilishi ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tuongozane na timu yangu kuja kufanya uzinduzi ambao tushaufanya rasmi. Na kushukuru sana mwenyekiti, lakini namshukuru mheshimiwa diwani kwa kunipa go ahead ya kuja kuingia kwenye kata yake. Ujugu ni mpambanaji. Nilikuwa nawapa historia fupi ya namna alivyopambana kutoka alipokuwa mpaka sasa hivi kumiliki saluni kubwa kama hii. Shapata kuna kumtembelea Musa, alianza kidogo kidogo na banda la kuonyesha mipira, akajipanua, baada ya ile banda likawa kubwa zaidi, ikawa kama nyumba ya sinema, akaingia pia katika biashara hii ya saluni. Mwaka jana, mwaka jana tu, wale wanaokumbuka, nilikwenda pale Kinondoni kuzindua saluni yake ya Kinondoni. Hajanileta hapa kwa sababu ya udiwani kwa sababu wakati mwaka jana nilipoenda kuzindua sikuwa diwani. Amenileta kama kaka yake, kama rafiki yake. Huyu ni mtu wangu wa karibu, kwa hiyo hata nisingekuwa diwani lazima mimi ndio ningekuja kuzindua, kwa sababu ndio mtu wake. Hata ile saluni ya Kinondoni sikuwa diwani, lakini aliniomba nije kumzindulia, na leo wakati nashuka akasema, umenipa baraka, ule uzinduzi umenifanya tuzae saluni nyingine. Mimi nikupongeze sana ndugu yangu. Vijana wengi wanataka kingi kwa mara moja, ndio changamoto ulionayo. Saluni kama hii kuimiliki, ukiangalia kwa sisi watu wa hesabu, decoration peke yake iliyofanyika hapa haiwezi kupungua chini ya milioni 40-30. Decoration tu, vifaa hivi. Challenge tulionayo wengi, tunataka hela mara moja. Ujugu sio kwamba anapata hiyo hela mara moja, anapiga ndui huko, anapiga ndui huko, anafanya biashara hii na ingie kidogo, ananunua kitu kimoja. Hata ile ya saluni ya Kinondoni. Lakini sisi tunataka ghafla upate milioni 50 ndio ufungue kitu kama hiki. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa maisha yetu wa Afrika, nchi zetu hizi si rahisi. Kwa hiyo ningeomba vijana, hata katika ujenzi wa majumba haya, utakuta mtu anataka kujenga mpaka afike milioni 100 ndo aanze. Juzi nilikuwa site, kuna kakaangu mmoja akanambia, unajua Haji, milioni 5 kwenye ujenzi ni nyingi sana. Sasa sisi milioni 5 unaipeleka baba, milioni 5 unaipeleka yaani milioni 5 unaiona haifai. Haiwezekani. Kwa hiyo tuwaidi watu kama hao, na Ujugu unachokifanya una inspire vijana, wenzio, na wao wajitume. Manake Ujugu professional ni mwalimu kabisa, na certificate, na ameshawahi kusomesha, lakini kaamua kujiajiri. Alianza kuonyesha mabada ya mpira, kafika level ya kuwa na saluni. Wengi tunadhani kuajiriwa ndio kufanikiwa. Hakuna tajiri aliyefanikiwa kwa kuajiriwa, hayupo. Nataka kuwa matajiri, basi lazima muangalie upande wa pili wa kujiajiri. Hii nawaasa vijana wote wa Tanzania. Mtu anamaliza chuo kikuu, graduate, anafikiria ajira, na ajira zenyewe kwenye kichwa chao wanazipanga kabisa: TRA, benki kuu, NBC, si nani, ajiriwe na Ikulu hivi. Kiona wale maafisa anapata kama kuchanganyikiwa. Hawawazi kabisa
kujiajiri. Hawawazi, yani mimi sijawahi kumwona tajiri aliyeajiriwa. Sasa ili ujiajiri, kwanza lazima ujinyime. Moja hapo watu tunashuka kwenye gari kenge sabana, mbona nani kakonda sana? Nikamwambia hapo sikazi kishakopa kanyang'anya, ana madeni, anapigiwa simu. Unajinyima, kuna wakati unajinyima, unajinyima ili ufanikiwe katika jambo fulani. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana, asante sana ulichokifanya kizuri. Ani waombe wakazi wa kata ya Pugu, mwenyekiti, muunge mkono. Saluni ya kisasa kwenye kata yenu ni sehemu ya maendeleo kabisa. Maki saluni iko barabarani kabisa na ni ya kisasa ambayo ina ukubwa unaotosha kwa mazingira haya. La mwisho, huku mbali kutoka, mimi natokea Kariakoo, lakini nikasema huyu ndugu yangu yuko na mimi siku zote kwa raha na shida, lazima nimuunge mkono. Yuko ananikubali mimi miaka mingi, mwenyewe akiwaambia watu mimi role model wangu ni Haji, na ukiangalia profile picture yake si mwaka wangapi ya WhatsApp niko mimi na yeye, picha tumepiga miaka mingi sana. Manake yeye ni mshabiki wangu mkubwa na ananiunga mkono, na ukitaka kugombana na Ujugu naona kwenye magrupu ya WhatsApp wanamtumia jamaa, wewe niseme vibaya hata kwa bahati mbaya, hata kwa utani yeye akubali. Ni mtu ambaye kusema kweli sio Pugu tu, hata ingekuwa Kilwa kwa namna tulivyoishi, mapenzi yako kwangu inabidi nije. Kwa mara nyingine nikupongeze, na nimetumia nafasi hii pia kuwaasa vijana. Sisi tena tunaanza kuondoka katika ujana. Ushafika miaka 50 above, utakuwa kijana kwa kuvaa, utakuwa kijana kwa kunukia, utakuwa kijana kwa matendo, lakini sio kijana tena wa rika. Kuna vijana wa aina mbili. Kuna vijana wa rika, lakini kuna watu wana rika la ujana, lakini akili yao pia ni zaidi ya watu wa miaka 70 au miaka 90. Yaani bado akili yake inakuwa. Kwa hiyo ujana sio rika peke yake. Ujana ni namna ambavyo unavyoishi, matendo yako, shughuli unazozifanya, na ni fursa hii ya kutusaidia. Tunataka tuzalishe vijana wengi. Serikali hii ya awamu ya 6 imemleta mpaka waziri, kazi yake akilala akiamka anashughulikia changamoto za vijana na maendeleo ya vijana. Haijawahi kutokea katika Tanzania kabisa. Yaani yule waziri akilala akiamka, kuna waziri kazi yake akilala akiamka anashughulikia ulinzi. Kuna waziri akilala akiamka kama ndugu yangu Aweso anashughulikia maji. Mama Samia akatutia waziri akilala akiamka ni vijana na shughuli zao. Na ningemuomba Mheshimiwa Waziri, hawa vijana ambao wanafanya shughuli kama hizi za kutafutia maendeleo, tutengeneze. Najua ipo sera ya kuwakopesha vijana, lakini ikitokea siku umepata bahati ya kuja manispaa ya Ilala na taa hii, wewe unasafiri kila siku, unatoka airport, unaweza ukabeba, nataka nikamsalimie yule kijana. Hawa ndio inspiration nchi. Nikamsalimia yule kijana, nadhani waziri clip ataiona. Anakuja hapa anapiga picha, anazungumza, na najua kwa inspire vijana. Yaani hicho ndio kitu kikubwa sana, kuaminisha vijana kwamba wanaweza. Nikikwambieni Ujugu miaka 8-7 nyuma, wala ukimuona hivi jinsi alivyo unaweza kumdharau, lakini leo ndo, na nilikuwa naambia wenzie kwenye gari, baada ya miaka 5-4 ijayo Ujugu ni tajiri. Ukimuona na nikikuza utasema yule Freemason. Utaanza kukimbilia, wengi tunaanza kukimbilia yule Freemason. Kumbe mtu kajinyima, kajituma, kawekeza. Nakimbilia yule Freemason, yule mchawi, babu yake kampa, kamuua mama yake, kamuua shangazi yake. Kumbe mtu kajituma. Sasa waziri
anao nafasi ya vijana wa aina hii wadogo wanajituma. Huyu mwalimu kabisa anakaa darasani anasomesha, lakini kaamua kujiajiri, na ndio tatizo letu sisi graduates wengi. Juzi nilikuwa naongea na mwanangu anatarajia kumaliza chuo kikuu, anaanza kunipigia hesabu ya wapi atakapoajiriwa. Sisi yani, najua babake, najua na watu wengi, kwa hiyo nitamconnect na watu wa kina Mwenda kule TRA hapo tayari ushamconnect. Yani nataka kuonyesha kwamba akili tulizo nazo, hafikirii kwamba kujiajiri ndio much better. Sisi tuna Manara TV, tuna miradi mingine. Sasa mimi nataka nimshawishi na wenzie waje wasimamie biashara ndogo hizi tulizo nazo ili zikue, walete akili yao mpya kukuza biashara ya familia au na biashara nyingine za anti zake kuziendeleza, kuliko kufikiria tu kuajiriwa. Soko la ajira liko wapi? Tunazalisha graduates wangapi? Wengi kuliko mahitaji ya soko. Huo ni ukweli, na sio sisi, dunia nzima. Changamoto ya ajira sio kwa Tanzania tu, dunia nzima, ukiacha nchi chache za Kiarabu ambao wana mafuta na nini. Lakini sasa sisi wote walioajiriwa, wote waliomaliza chuo kikuu wanataka waingie katika soko, katika ajira za kuajiriwa. Tuanze kufikiria. Ndio maana kuna mikopo ya vijana, tuitumie vizuri. Maana kusema mimi mtaji nitapata wapi, ndio kimbilio la wengi, Tujikusanye kama vikundi, tujikusanye tupate mikopo. Natoka chuo kikuu na uwezo mzuri wa kuandika, andikia mradi wako, utapata mkopo. Hasa kipindi hiki mimi kwa Kariakoo kule baba nasikiliza bwana, mimi nataka hii mambo kupigana mizinga Januari hii mpaka unaogopa kupokea simu, lakini na wenzangu ndio kazi tuliziomba. Sasa changamoto yetu leo na kidogo niseme ni kwamba tunadhani kwa kuwa sisi ni viongozi ni kama miungu watu. Shida za watu tunaziona sio za watu, lakini na hawa watu ambao tunawasaidia leo hapa, kesho hapa, waanze kufikiria sasa kujiajiri. Utapiga ndui mpaka lini? Mimi nakufurahia sana Ujugu. Miaka 4 nyuma ilikuwa kila mtu ana simu yake na bismillah ndui, lakini sasa hivi alhamdulillah hamna ndui. Nakwambia ukweli kabisa, ndui labda kabaki mkenge mafufu na group letu kidogo bado wananipiga sindano, lakini Ujugu na siku hizi nitamwambia sasa hivi nikipigwa ndui na labda malizana na Ujugu. Kuna ndui umechomeka kidogo. Jamani, asanteni sana. Nitamke rasmi nimeizindua saluni ya Ujugu Baba Shop Pugu. Sasa nimeizindua rasmi. Amina. Saluni hii Mwenyezi Mungu aijalie hiyo saluni bora. Amina. Umeona pia umeleta warembo. Warembo lazima uwekeze huko. Usitoe warembo buza. Hapa warembo huko Pugu wafaidiki. Mwenyekiti, naomba mumpe support sana. Huyu mtu wangu na changamoto yoyote basi tutawasiliana tuone tunamsaidiaje. Asanteni sana. Lazima tumalizie kazi na utu. Asanteni sana.